Karibu mpenzi mtazamaji wa vipindi mbalimbali vya Rwanda Television. Hiki ni kipindi cha Dira Yetu, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne saa kama hizi, saa 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Kati, saa za ndani ya jiji la Kigali. Lakini pia ni masaa ya saa 4 sasa hivi kwa wale ambao wako katika majira ya ukanda wa Mashariki. Nazungumzia waliopo katika majiji makubwa kama Nairobi, Dar es Salaam pamoja na Kampala. Lakini kwa wewe ambaye unanifuatilia pia katika kupitia mitandao ya kijamii mahali popote pale ulipo ndani ya ulimwengu huu, na kutakia jioni ama asubuhi njema kulingana na wakati ambao wewe upo. Kipindi cha leo kitarejelea zaidi katika masuala yanayohusiana na shinikizo la kiutawala. Shinikizo ambalo mataifa mengi ya Kiafrika yamekuwa yakikumbana nalo, hasa kutokana na kuchukua mbinu na taratibu za kiutawala kutoka mataifa mbalimbali, sana sana mataifa ya Magharibi, na inapofikia wakati wa utekelezaji, basi waliokufundisha staili na mbinu za utawala ndio wanakuongoza na namna ya kutawala, na jambo hilo limekuwa likikinzana na matakwa ya Waafrika wengi. Na inapofikia nyakati hasa za uchaguzi na baada ya uchaguzi na waliochaguliwa, basi shinikizo hilo linakuja kuwa dhahiri, kwa sababu waliowekwa madarakani wanatakiwa kwenda kulingana na mwongozo walioweka, na jambo hilo limekuwa likisababisha kukwama kwa maendeleo yanayohitajiwa na wananchi katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Na Rwanda imekuwa pia mhanga wa masuala haya kwa miaka mingi. Tuko wapi na tunaelekea wapi katika suala hili? Na wakati huu tunaangalia pia katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika nzima kwa ujumla. Na je, ni kwa namna gani shinikizo hili linaweza likaepukika katika kipindi hiki na kwa vizazi vijavyo kama mataifa haya ya Afrika? Ni mbinu zipi ambazo zinaweza zikatumika za kiutawala ambazo zinaweza zikawafaa wa Afrika katika kipindi hiki? Ninao wageni wangu ndani ya studio, watanisaidia katika kuchambua mada hii kwa kina na kwa kirefu zaidi katika kipindi cha saa nzima, ili wewe pamoja nami tuweze kupata mwangaza wa kile ambacho tunaweza tukakitafakari na kukitarajia katika jamii hii na jamii inayokuja. Ninaye ndugu Vedaste Ruganintwari. Karibu sana ndani ya kipindi hiki, na ninakukaribisha kwa sababu mchango wako siku ya leo nina matumaini kwamba utakuwa ni mchango kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Karibu sana. Nashukuru sana Wasantura. Naam, na ninaye pia pembeni yake ndugu David Rugero, ambaye si mgeni sana katika macho yenu katika kipindi hiki cha Dira Yetu, kwa sababu mchango wake umekuwa ni mkubwa katika vipindi vilivyopita, na leo hii tunatarajia chumvi yake ambayo amekula atatuachia kidogo. Ndugu David, karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana mama. Naanza moja kwa moja na wewe. Ni kwa namna gani unadhani kuna ukweli katika kauli kwamba demokrasia ya kweli ni kubadilisha viongozi kila uchao? Asante sana bwana Emmanuel. Hili neno demokrasia sio la kwetu. Ni neno ambalo limetokana na utawala wa kikoloni uliokuja ukatuletea vitu vingi. Ukoloni ni masalia, niseme ni masalia ya ukoloni. Kwa sababu baada ya Afrika kuwa chini ya wakoloni tofauti, walikuja kwanza, walipokuja Afrika waliondoa taratibu zetu za utawala, tulivyokuwa tunajitawala, na hata jinsi ya chumi zetu zilivyokuwa zinafanya kazi, wakaleta mambo yao. Sasa wakati wa kutoa ule uhuru ambao wengi tunasema ni uhuru wa bendera, waliacha taasisi tofauti ambazo misingi yake ilikuwa ni ya kikoloni. Wakaacha katiba ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa maslahi yao, katiba ambazo ziliandikwa huko kwao. Utasikia Lancaster House, kwamba hili andikwa Lancaster House, kaja kwa ajili labda wa Zimbabwe au wa Kenya, sijui ni mfano natoa. Kwa hiyo sisi hivi vitu huu utawala wa kidemokrasia, sisi kila walichotupa tulimeza bila hata kutafuna. Na miaka imekuwa mingapi sasa? Kati ya 60
Na hiyo demokrasia haijatuletea mambo mengi mazuri. Mara nyingi demokrasia imekuwa changamoto kubwa na kwetu sisi wa Afrika katika kujitawala au kuleta utawala bora, kwa sababu jinsi walivyoelezea hiyo demokrasia ilikuwa ni kwamba lazima mfanye hivi, lazima mfanye hivi, lazima mwe na vyama vingi, sijui nini na nini, mambo mengi chungu mbovu. Lakini ukiangalia tafsiri ya demokrasia, tafsiri sio mbaya, kwa sababu inatokana neno la Kigiriki nadhani. Ndio. Demos ni watu. Na kratis. Kratis ni utawala au ni nguvu za wananchi. Democracy katika tafsiri yake halisi. Democracy ni nzuri kabisa. Ni ule utawala wa wananchi. Aidha wananchi wanaweza kufanya maamuzi yao wao moja kwa moja na yakatekelezwa. Hii ndio ile tunaita direct democracy. Wananchi kulingana na mfumo wa utawala wa nchi fulani, watakwenda kwa wananchi, watawala wakati huo waseme tunapenda iwe hivi. Mnasemaje wananchi? Sasa ndio nasikia kwamba wananchi wamepiga kura ya nini? Ya maoni. Na wakipiga kura ya maoni kapita, imepita hiyo. Hiyo ni demokrasia. Lakini pia tunaona demokrasia ambayo aina ya pili ya demokrasia ambayo ni kupitia wawakilishi. Wananchi wanachagua wawakilishi wao. Sasa wawakilishi wao ndio wanaenda kupeleka masuala yao mbele ya watawala. Kiuhalisia ni mawazo ya wachache wanaosimamia wengi. Wale wachache sasa ije itokee shida sasa wasiwakilishe vizuri hao waliowachagua kwa mawakilishi. Tunao madiwani, tunao wabunge. Sasa hapo hizi demokrasia inakuwa ni game tu. Na watasema kwamba demokrasia haiwezi kuwa demokrasia mpaka ipitie vyama vingi. Ndugu Masantura, nikwambie kuna nchi sitaki kuitaja. Mwaka 2014 ilikuwa na vyama 610. 2014. Miaka 10 au 9 baadaye, kwa sababu mwaka wa 20 na 23 walikuwa na vyama 900 na. Sasa naambia hivyo vyama hiyo demokrasia ambayo ndio wanataka tuonyesha kwamba freedom of speech, freedom of what, kila mtu nina maana utaunda chama chako, nitaunda changu. Sasa hapo tutajenga nchi? Sasa hizo ndio changamoto, na tunaposema ni shinikizo la utawala katika Afrika ni kwa kuwa Afrika hatujajitawala kwa kweli. Kwa hiyo lazima tuhimili vile vishindo vya shinikizo kwamba nyie si nini demokrasia yako yenu ni hivi na hivi na nini. Kila siku wako watu ambao wanatunyoshea kidole. Lakini nikitaka labda kwa kufupisha tu niseme kwamba Waafrika tumekuwa tukiishi katika tawala zetu za kijadi. Ukichambua sana, masuala mengi yalikuwa yana maamuzi yanafanywa na wananchi wenyewe, na hakuna demokrasi inayozidi hapo. Na tuna mifano mizuri hapa Rwanda ambako wananchi wanaamua wenyewe. Wakiamua kitu wanafanya. Tutarudi kwenye hiyo mifano David, lakini wakati tunazungumzia hilo swala la demokrasia na ubora wa demokrasia kutokana na mahali, bado ananipa picha ambayo ina ukakasi kidogo. Demokrasia ni nzuri ama ni mbaya? Lakini tuangalie katika swala moja tu. Kwa nini tunapoamua kwamba demokrasia ni nzuri, kwa nini viongozi wengi wanaondoka vizuri tu kwa kuheshimu hicho kinachoitwa demokrasia, ama wengi wapewe, hawaji kuwa na amani wakiwa pembeni, wameachia tawala na wanakuwa hawana amani? Kwa nini? Asante sana Masantura kwa swali zuri hilo. Mimi nimejaribu kufuatilia sana katika tawala hizi za Kiafrika. Kama mtu amekuachia madaraka na ameondoka kwa hiari, tatizo inakuwa ni yale mawazo anayobaki nayo kwamba ulinde maslahi yake. Na wewe ukishaingia kwenye madaraka, lazima ujaribu
kujenga mawazo yako, himaya yako katika utawala wako. Maana aina ya mifumo inakuwa ni tofauti kutokana na yule aliyekuacha kwenye madaraka na wewe uliyebaki kwenye madaraka. Lazima ujenge himaya yako. Halafu unatakiwa wale unaowatawala sio kama kukusujudu, lakini wakuheshimu. Wakutii. Unahitaji utii. Unahitaji wao wakutii. Sasa inakuwa ni tofauti na yule, mawazo yako yanakuwa ni tofauti na yule aliyekuachia madaraka. Mtu akikuachia madaraka akakwambia utafanya hivi na hivi, utafanya hivi na hivi, kama hautafanya basi mshakutofautiana naye. Nimeshaona ni kwamba kwa sababu mmeshatofautiana naye kimawazo, na wewe unataka ujenge kwa sababu inawezekana kutengeneza mfumo mpya tofauti na mfumo kwako unakuwa ni tofauti na wakwake, kuelewana inakuwa ni kidogo. Kwa hiyo yeye alikuwa anataka wewe uingie madarakani halafu ufuate jinsi atakavyokuelekeza. Kuelekeza kwake kwako haitakuwa inagonga mwamba, kwa sababu na wewe umeshajimwambafai kwenye kiti. Nataka kukaa unataka ueleweke. Unataka utoe mawaidha yako. Inakuwa vigumu sana. Sasa hapo ninataka kujua unaizungumzia hiyo kwa kuisifia ama kwa sababu mimi nadhani anayetengeneza mfumo anakuwa naamini kwamba mfumo ulikuwa ni mzuri, na anayekuja kutengeneza mfumo wake na naamini kwamba mfumo wake ni mzuri. Sasa hapo uko kukinzana kwa mifumo kunatakiwa kuwepo katika mfumo, katika demokrasia. Kawaida demokrasia maana yake ni utawala wa wananchi. Wananchi wanaamua jinsi wanachokitaka, kitu wanachokitaka na lazima kifanywe na wale wananchi. Hawa watawala wao ni kuwapa mwongozo tu, lakini huo mwongozo watakaowapa lazima uwe na manufaa kwa wananchi. Kama wananchi hawanufaiki na huo mwongozo wako, basi hiyo sio demokrasia. Sasa inakuwa ni kitu kingine, maslahi yako binafsi. Unataka uweke ushauri wako, mawazo yako. Si ndio maana umechaguliwa? Lakini ndio umechaguliwa kwa sababu mawazo yako wananchi wameyataka, kwamba mawazo yako wewe ndio yaongoze. Mawazo yako yaongoze, lakini kwa manufaa ya wananchi. Kweli. Wananchi wanatakiwa wanufaike kutokana na mawazo yako. Lakini kama kwa sababu ulienda kinyume na huyu aliyekuachia, naye anaweza akatumia ule wakati kukuvuruga katika mawazo. Akikuvuruga katika mawazo. Tunayo mifano ambayo katika Afrika yetu hii ya leo ya viongozi ambao wamekumbana na vituko kama hivyo. Mfano upo karibu, lakini sitaweza kutaja. Sitaweza kutaja ni hii kipindi leo kimekuwa na siri nyingi. Kimekuwa na siri nyingi kwa sababu kuna wakati mwingine haitakiwi utoe taarifa iliyo real, lakini unaweza ukaisema tu kimafumbo na kila mtu akaelewa. Kwa mfano kama sasa hivi mtu anayefuatilia huu mjadala, wengi wanajua kwa sababu ni wapi imefanyika, ni aina hiyo ya utawala imefanyika, na wanajua kwa sababu mtu anakuwa yuko pembeni, anakunong'onezea, anakuambia utafanya hivi, na wewe kama hauko stable, haustahimili kwenye kiti chako na kujiamini kwamba utafanya unachokifanya ni sahihi na utakubali uyumbishwe na ukiumbishwa utayumba kweli. Kwa sababu na ukiumba wananchi wameyumba tayari. Kwa hiyo wewe ndio muhimili wenyewe. Wewe ndio mwenyewe ndio muhimili. Na hapo ndo narudi kwa David. Sasa tunapozungumza demokrasia, na swali langu la kwanza lilikuwa ni je, demokrasia ndio utawala ambao tunaohitaji kweli wa Afrika? Ninazungumza hii kwa sababu Afrika ni bara ambalo lina mataifa yenye ukabila haswa. Tuangalie mfano
hata wa taifa letu la Rwanda. Tunapozungumzia demokrasia sio kwamba wananchi wapewe, ni kwamba wengi wapewe. Ndio maana ya demokrasia, wengi wapewe. Sasa kwa mataifa ambayo yamejawa na ukabila, tuangalie nchi kama Kenya inapofikia nyakati za uchaguzi, makabila yanaanza kuwa dhahiri. Tukiangalia hata Rwanda ilikuwa kipindi kile ukiambiwa kabila au Burundi unaambiwa kabila linakuja mbele sana katika masuala ya uchaguzi, kiasi kwamba mtu hata awe ni zezeta amewekwa pale anatokea tu kwenye kabila langu, basi unachagua kimbumbumbu bila kuangalia uwezo wa kulisaidia taifa. Ndio maana narudi katika swali sasa, mahali ambapo ukabila umewekwa mbele kuliko maslahi ya taifa, demokrasia ni utawala unaofaa? Labda tuseme kwamba demokrasia yenyewe kama ilivyo katika maana yake haina matatizo. Matatizo ni jinsi watu ambao wamechukulia wanaitumia. Kwa sababu kama demokrasia inazungumzia nguvu ya wananchi, nguvu ya wengi, hata wale wanaokataliwa mawazo yao ni wananchi pia. Sawa, nguvu ya wananchi au ya wengi. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vimeletwa kujaribu kuleta zile siasa za ubaguzi, unaona bwana, ili watumie demokrasia kutokana na interests au maslahi ya watu wachache. Anatumia kabila lake kusudi wamchagua aendelee kutawala, alinde maslahi yake, aweke watu wake na nini. Demokrasia kama inahusisha wananchi wote bila kuwepo hayo matatizo ya ukabila au umimi. Kuna ukabila, kuna hata umajimbo, sijui niseme umajimbo, ujimbo, wanasema ujimbo. Unaona bwana, ujimbo ni regionalism, kwamba hawa ni wa kaskazini, hawa ni wa kusini. Nasikia demokrasia imechukuliwa vibaya. Demokrasia kama ikiwa inatumiwa kwa misingi ya taasisi za utawala bora zilizojengeka, haina matatizo, kwa sababu demokrasia inatetea haki ya kila mwananchi bila ubaguzi. David, itabidi hapo uniambie ni kwa namna gani kila mwananchi anahusishwa hapo. Sababu tunaangalia katika uchaguzi. Unaambiwa watu hawa wameshinda kwa kuchaguliwa na wengi. Ina maana watu hawa wameshindwa kwa sababu wamechaguliwa na wachache. Watu hawa kina nani? Ninazungumzia viongozi ambao wanakwenda kuongoza, ambao wanawawakilisha waliowachagua. Ina maana kwamba mawazo ya wachache hatapewa nafasi, mawazo ya wengi ndio yatapewa nafasi, ikimaanisha kwamba haya ya wachache yamekataliwa kwa sababu sio ama hayana nguvu kama haya ya wengi. Sasa hapo ndo nakuja kuuliza, inafaa kwamba wachache kweli tuamue kwamba mawazo yao yamezwe kabisa? Mimi bado na ile tafsiri ya Kiafrika ya kusema kwamba demokrasia ni utawala wa walio wengi, wakati najua kwamba nchi zetu za Kiafrika nyingi zimegawanyika zimejiwa katika tabaka ambazo za kikabila, za kimajimbo, dini. Nasikia bwana, mambo ya dini hapo demokrasia inakuwa inapoteza mwelekeo, imepwaya. Naam, imepoteza maana yake. Lakini kimsingi demokrasia haina matatizo. Tuseme kama hapa Rwanda, sisi hatuna tatizo la ukabila. Nakupa mfano. Tukienda usipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Hatuna na hatukuwahi kuwa nayo, au hatuna. Sasa hayo ni matatizo yaliyopita, ambapo tulikuwa hatuwezi kujiona tofauti na wenzetu, majirani zetu ambao mpaka leo hii wanaendekeza ukabila na ambao wana matatizo. Sisi hatuna matatizo leo. Tumeondoa hiyo issue ya ukabila kwa sababu kwanza hayo makabila yalikuwa ni kitu kimeundwa tu. Nikikupa definition ya kabila, ukaangalia situation ya Rwanda ilivyokuwa, utakuta kwa watu. Ulikuwa unazungumzia hatuna makabila, sio tatizo la makabila. Sisi hatuna makabila. Hatuna ukabila hapa. Sisi ni Wanyarwanda. Bahati nzuri sisi
demokrasia yetu. Kwanza sisi tuna ile zile taasisi ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuendeleza utawala bora. Ni taasisi ambazo zimewekwa kwa ajili ya kulinda umoja wetu. Ni mambo mengi kwa kweli, lakini yote ikiishia kwenye utawala bora. Kwa hiyo kila mwananchi anawakilishwa. Sisi hapa demokrasia yetu ilivyokuwa remolded au umeumbwa upya, ni kwamba tunaangalia maslahi ya wananchi, unaona, na participation ya kila mtu. Kwa mfano, jinsi Rwanda hapa sisi tuna vyama, ilibidi vyama viwepo kwa sababu pluralism, shinikizo. Ni shinikizo unaona bwana. Lakini tunarudi kwenye shinikizo. Lakini tulirudi kwenye meza tukakaa tukasema, jamani, wewe chama chako fulani, chama chako ni fulani, lengo lako ni nini? Nataka nchi yangu, nataka kuendeleza demokrasia. Unaona? Na maendeleo ya wananchi. Na huyu naye yuko hivyo. Sasa unaangalia ile mistari ambayo inawafanya watofautiane, hakuna. Sasa vizuri, sisi huku shinikizo, lazima tuwe na pluralism, vyama vingi. Umeelewa? Kuna yule mwenye shinikizo au kweli tuna vyama vingi, na ni kweli. Tunavyo. Sasa unakuta kwamba wote tunakaa meza moja, tunaangalia ni lipi lifanyike. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna uwakilishi kutoka vile vyama, kutoka kwa wananchi, kwenye grassroots, kutoka pale kabisa ngazi ya chini pale. Kila chama kina watu wake, kama ni wakati wa uchaguzi, kinapewa haki sawa kwa vyombo vya habari, si ndio? Haki sawa. Kama uliona watu ambao wanakwenda kupiga kampeni za uchaguzi, hata vyombo vya habari vinawapa haki sawa. Waende wapige kampeni, sera zao, waambie wananchi. Baadaye wanachaguliwa kile chama kinachoshinda, kulingana na misingi yetu sisi tulivyoichukulia demokrasia, kwa ile hali yetu ambayo tunakuwa inatufaa. Umeona? Ule utofauti wetu. Tunasema kwamba lakini wewe hata kama umeshinda uchaguzi, lazima huu utawala, kwa sababu ni mambo yalishakubaliwana kimsingi, kwenye katiba, utawala ambao watu wote wameshare. Kwa hiyo kila chama kinajikuta kiko wapi? Kiko kwenye utawala. Kimewakilishwa kwenye taasisi. Huo ni mfumo wa Rwanda. Ni mfumo wa Rwanda. Sasa hiyo ni baada ya kuangalia kwamba Rwanda ni mfumo wa Rwanda demokrasia. Sasa ngoja nije kidogo. Mimi kwa maoni yangu, demokrasia tumeipokea na tuliimeza. Nimesema tuliimeza ilivyo, lakini baadaye ikaanza kukwama shingoni. Sijui unafanyaje, lakini lazima unywe maji kidogo kusudi kulainishe koo. Ni kulainishe koo kidogo, lakini uanze kufikiria sasa hii demokrasia haiwezi ikafanya kazi yake kama demokrasia kwa wananchi wetu na kila mwananchi akapata haki yake. Au nisema hivi, hatuwezi kwenda kwenye shinikizo tukawadanganya kwamba tumeenda kwenye shinikizo lao, tunaenda na demokrasia, lakini tumeacha. Nikwambie Bwana Emmanuel, sisi hatumdanganyi mtu. Unasikia? Tumejikuta tumetawaliwa, tumejikuta tumepewa vitu mbalimbali. Kama ni katiba ile ya awali labda ilitungwa huko sijui Ubelgiji, Brussels, sijui wapi, imeletwa hapa au padre fulani ndiye aliandika. Imeandikwa kwenye paruasi ya nani? Kwenye paruasi kule nani, Gitarama. Nasikia bwana, au Grand Seminari Nyakibanda labda ndiko ilitengenezwa. Umeelewa? Lakini hayo ni mambo ya historia, na kadri nchi yetu ilivyozidi kuwa na matatizo, katiba yetu ilitengenezwa vizuri sana. Nakumbuka marekebisho ya katiba kulingana na mahitaji yetu, kulingana na demokrasia yetu tunavyotaka. Sasa sisi hatuna shinikizo kwamba watuambie hatuna demokrasia, lakini sisi ya kwetu kama mnasema hatuna, sisi tunayohitaji tunayo. David, hebu shikilia hapo sasa. Tutarudi Bwana Vedasti, wakati huu David anazungumzia hiyo, tupo tunaona maoni mbalimbali ya watu wanaofuatilia siasa za Rwanda kwa nje bila kugusisha miguu kwenye maji hayo na kuweza kuyanawa. Wanasema Rwanda hakuna demokrasia, na hata hivyo vyama wanavyosema wengi hawajui kwamba kuna vyama vya siasa hapa Rwanda. Kwa hiyo matokeo
ya kuichukua demokrasia na kuirwandanize yamesababisha inaonekana kama hakuna vyama vya siasa na hakuna mchakato wowote wa kisiasa ambao unaweza kuleta sera kinzani ndani ya taifa la Rwanda. Ngoja nikionyeshe kitu kimoja kinachosababisha wanasema kwamba hakuna demokrasia nchini Rwanda. Ni uelewano wa wananchi katika demokrasia walioichagua wenyewe. Maana kama kuna vyama vingi na vyama vingi vimekaa, viongozi wa hivyo vyama wamekaa na kuridhiana na kusema kwamba tufuate mlolongo wa namna hii, tufuate maadili ya namna hii. Haya maadili wakakubaliana wote. Tuseme kama kuna vyama, sikumbuki vizuri ni vyama vingapi vya siasa ambavyo takriban 10. Lakini hawa watu wawakilishi wa hivyo vyama 10 wamekaa na kuadhimia kwamba tufuate mfumo huu. Mfumo wanaofuata ni kule kuridhisha wananchi katika mahitaji yao. Sasa ili shinikizo la kutoka nje kutokana na fikira zao na mahitaji yao ambayo sisi Wanyarwanda tunajua kitu gani tunahitaji. Mimi nitakupa mfano mmoja. His Excellency President Paul Kagame alisema kipindi fulani kwamba timu inapocheza vizuri na kushinda, hauna haja kubadilisha ile timu. Ile timu unapaswa uchukulie hiyo ndio iendelee kushinda. Kwa sababu kama mmeamua mchukue mfumo huu wa uchaguzi, wa uongozi, na huo mfumo wa uongozi ukafanya vizuri, unazaa matunda, wananchi wanaridhika nayo, kuna haja ya kubadilisha huo mfumo wa uongozi na kuchukua yale yanayoshinikizwa kutoka nje? Haina haja. Fuateni huo mfumo, lakini wananchi wameridhika nao, lakini itakuwa sio demokrasia. Tukubaliane. Kwa nini tunang'ang'ania? Unajua, mimi naombeni mnielewe vizuri. Kwa nini tung'ang'anie neno demokrasia? Kwa nini tusiliache? Kwa nini tulitengeneze na kulichonga ili liweze kufiti katika tunakubaliana? Kwa sababu tuna mawili hapa. Tuna neno demokrasia na tuna shinikizo. Katika kipindi hiki tupo tunajadili haya mambo kwamba je, huo mgandamizo, hilo shinikizo na sisi liko juu yetu? Na je, tunavyojaribu kutatua matatizo yetu ya ndani kwa kuchukua vipande vya vilivyopo kwenye daftari lao la masomo ya kisiasa na kidemokrasia na kimifumo, tunachukua vipande vingine tunaviacha, tuendelee kuvita majina hayo? Nazungumzia demokrasia. Tuanzie kwa Ruganuari. Hii swala la demokrasia, tuendelee na jina demokrasia au tutafute jina jingine la Kinyarwanda? Kama tunajua maana ya demokrasia, kama sisi tunaelewa maana ya demokrasia ni nini, haina haja kubadilisha hilo jina. Tuendelee na hiyo na huo mfumo. Unadhani hicho tunachokifanya ni demokrasia? Ni demokrasia kwa sababu ni utawala wa wananchi na David, wananchi wanaridhika. David, demokrasia kuna mambo hapa. Demokrasia ni neno na ina maana yake. Sasa kama hili neno maana yake ni nzuri, watu wengine wanaitafsiri visivyo. Kwa nini iwe shida yetu? Kitu ambacho mimi naomba niulize pia, lazima atajijua wenyewe. Atajijua. Ili shinikizo kwanza ni la nani na anashinikiza kusudi weje? Kwa faida ya nani? Na kwa faida ya nani? Na huyu ni class monitor. Ni mtu gani? Haya mambo sikiza nikwambie. Na neno ni la kwake. Amna, nikwambie. Ukivaa nguo yangu usikae kwenye jiwe hilo utalichafua. Nikwambie, haya mambo Bwana Masantura. Haya mambo yamekuwa ni kama koti bovu ambalo limechoka. Nalitundika. Ukiwa muungano unalitundika pale,
unakuwa unalikumbuka kama kumbukumbu yako kwamba ile koti niliwahi kulivaa tena ilikuwa na chawa ndani yake. Ile koti ilikuwa inanisumbua sana, ilikuwa na chawa sana. Na nitundika pale inakuwa kama kumbukumbu yako. Lakini nakwambia hivi, shinikizo gani bwana? Sisi tuna mfumo wa demokrasia kulingana na mahitaji yetu. Sisi ukiangalia jinsi, kwa mfano, nimesema taasisi zilizojengeka ambazo misingi yake ni utawala bora. Ukiangalia mwananchi wa Rwanda anavyonufaika, siwezi nikapata demokrasia nyingine kutoka popote hata mbinguni ambayo itakuja kumtetea huyu mwananchi kuliko sasa hivi alivyo. Kwa sababu tunasema mwananchi kwanza. Kuna hiyo slogan unaikumbuka eh? Mwananchi kwanza. Mwananchi turaje kuisonga. Umuturaje kuisonga. That's what we do. Sasa Rwanda kinachowasumbua wenye kushinikiza, sio wanashinikiza vitu gani? Ni kwamba Rwanda ni vitendo, sio maneno. Pili, wale wanaoshinikiza hawezi kuwa na amani. Safi kabisa. Kwa sababu nia yao ni kupalanganya taratibu za sisi wa Afrika. Kupalanganya watu wachanganyikiwe, wagombane, kwa sababu demokrasia ni pale ambapo watu wanaandamana, wanatukana viongozi, wanachoma barani matairi. Kinshasa wanashambulia balozi, hakuna kinachotendeka. Na hao wanaoshinikiza they don't even comment. Hawasemi lolote. Sasa ile tafsiri ya demokrasia hatuitaki. Nasikia bwana? Demokrasia ni ile ambayo inamhakikishia mwananchi usalama, anaridhika. Demokrasia umewahi kuona mataifa yanayotajwa katika demokrasia yenye shida ya kidemokrasia ukaona wanataja hiyo Kinshasa ulizungumzia? Bwana nakwambia, kwa nini msiachane na neno demokrasia? Wao wanafanya vile wanachoma kwenye barozi. Hizo nchi kubwa, tena kubwa sana. Si ndio zinafundisha demokrasia? Mbona wanaiba kura? Wanaiba kura. Tena wanasaidiwa na nchi nyingine. Una ushahidi? Asimu. Tunasoma kwenye vyombo vya habari bwana. Marekani waliiba kura. Tena wakisaidiwa na nchi hasimu inaitwa, angalia bwana, angalia. Ni vyombo vya habari documented. Basi tuzungumze kwamba tumeyachota tu huko. Sababu isije kuwa na hapa tunakuja kwenye hili swala sasa ambalo tulikuwa tunazungumzia kwamba wakati tunapozungumzia utawala ambao Afrika inauhitaji. Tumezungumzia makubaliano ya soko la pamoja la Afrika, lakini kabla ya hapo tulikuwa tuna kitu kilisainiwa hapa ndani ya jiji la Kigali, inaitwa Africa We Want 2063. Na Afrika hiyo tunaizungumzia, hatuwezi kuzungumzia amani bila kuzungumzia utawala bora. Hatuwezi kuzungumzia soko la pamoja bila kuwa na utawala bora. Hatuwezi kuzungumzia biashara, hatuwezi kuzungumzia chochote ambacho tunakizungumzia bila kuwa na utashi wa kisiasa, mifumo inayoruhusu hicho tunachokizungumzia kutokea. Sasa tuanzie kwenye hicho ambacho kinatakiwa kuanza nacho. Tunao viongozi Afrika hii sasa hivi ambao wanatupa matumaini ya Afrika tunayohitaji mwaka 2063 yenye utawala bora ambao unaruhusu hayo yote tunayotaka. Nafikiri tuanze na kwa Rwanda, kwa Afrika. Kwa Afrika. Unajua tunapozungumzia Rwanda ni tone ndani ya Afrika. Ya Afrika najua. Hata ukiangalia kwenye ramani yenyewe kuiangalia kwa shida. Ina maana wewe unachotaka nikwambie ni matumaini ya pamoja katika Afrika. Naam. Lakini mfano ninaokupa wa karibu, tuanzie na Rwanda. Ni Rwanda. Basi haya. Nchi yangu Rwanda tumejaribu kila liwezekanalo kuwafanya wananchi kuwa pamoja. Na sio sisi tunaofanya. Sisi ni wananchi, utawala wetu ndio utawala mlioweka ndio unawafanya wananchi kuwa pamoja. Na kama wanaridhika na huo utawala, mimi naona kama hiyo ndio demokrasia ya kweli. Sitatoa mfano ya nchi nyingine, nitatoa mfano wa nchi yangu peke yake, kwa sababu na itatusaidia nini kwa Afrika? Kwa Afrika ni vizuri basi hata kwenye ukanda
Maana kwenye ukanda mimi naona wivu tu. Ngoja nitoe mfano mwingine hasa kutokana na maelezo aliyokuwa anaelezea mwenzangu, kusudi ni at least uweze kuona utofauti wa nchi katika mambo ya demokrasia. Sijui kama ni kutoelewa au ni aina fulani ya utawala ambao haufai, lakini ngoja nikupe mfano wa nchi ya Kenya wakati wa uchaguzi. Nadhani yaliyofanyika nchini Kenya baada ya uchaguzi kila mmoja aliyaona. Ya uchaguzi wa mwaka 2007 au wa hivi karibuni? Wa hivi karibuni. Naam. Baada ya kuchaguliwa huyu rais aliyepo sasa hivi madarakani, mambo yamekuwa kama vile hakuna uchaguzi hawakuridhika nao. Na vurugu zilizofanyika pale nchini zimesababisha baadhi ya wananchi kupoteza hata uhai. Hii ni tofauti na jinsi demokrasia inavyotakiwa kuwa, kwa sababu hawakuridhika na ule uchaguzi. Kenya ni moja kati ya mataifa yanayosifika kwa demokrasia katika Afrika hii. Kenya wanasifika kwa demokrasia na utawala wa kisheria, kwa sababu wanatumia zile vurugu zinazofanyika nchini. Wale wanaoshinikiza demokrasia wao wanafurahia wakiona vitu kama vile. Shikilia hapo kidogo. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba hiki kipindi ni Dira Yetu kutoka RTV. Ni kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Jumanne, na leo hii tunazungumzia masuala ya utawala bora, lakini tunazungumzia utawala ambao unaofaa bara la Afrika kwa ujumla, tukiangalia na mifano hai katika mataifa haya, na wageni wangu waliko ambao wananipa uchambuzi wao wamekuwa wakitoa mifano na mingine kwa mafumbo, na sijajua kwa nini leo tumetawaliwa na mafumbo zaidi, lakini ni katika tu ile hali ya kuhakikisha kwamba hakuna anayetoneshwa kwa namna moja ama nyingine. Kipindi kinakuwa ni chetu wote wa Afrika, tujifunze, lakini pia tuweze kuweka mikakati ya pamoja. Ni kipindi ambacho kinajadili zaidi katika suala la shinikizo la kiutawala ambalo mataifa mengi ya Kiafrika yanapata kutoka kwa walimu wa demokrasia ambao ni mataifa ya magharibi mara nyingi, lakini pia tunaangalia ni kwa kiasi gani shinikizo hili limekuwa likikwamisha maendeleo ya Waafrika, ya mataifa mbalimbali ya Kiafrika, lakini tunaangalia ni kwa namna gani tunaweza kukwepa ama kuepukana na shinikizo hili na kuhakikisha tunaweka mifumo thabiti, mifumo imara ya kiutawala katika mataifa mbalimbali katika bara hili la Afrika, ili tuweze kuwa na Afrika tunayohitaji mwaka 2063. Ninao wageni wangu ndani ya studio ambao nimeanza nao kipindi, na katika awamu hii ya pili ninarudi kwako ndugu David Rugero. Hili suala la kutolea mifano mataifa tukiwa tunajaribu kuyalinganisha na mataifa mengine, ndugu yangu Ruganinwali yeye amegusia taifa la Kenya, anazungumzia chaguzi ambazo zinafanyika pale. Lakini chaguzi hizi japo zimekuwa zikileta misukosuko na kupoteza maisha ya wananchi kwa namna moja ama nyingine, maandamano ya hapa na pale, vyombo vya kisheria kuingilia kati, lakini maamuzi yanakuja kutolewa na baadaye wanakuja kuwa na hali ya utulivu. Hicho ndo ambacho kimekuwa kisifiwa na taasisi za kimataifa zinazozungumzia demokrasia na kuweka vipimo vyake. Au sema international community. Ndo nikasema taasisi za kimataifa, nataka kusema jumuiya ya kimataifa. Sasa ngoja nikwambie, demokrasia sio joho au nguo ambayo inafiti kila nchi. Kila nchi ina historia yake, kila nchi ina changamoto zake, kila nchi ina mifumo yake ya utawala bora. Sasa kusema kwa kweli ni vizuri, kwa sababu unasema nchi za Kiafrika, kwa sababu Afrika ingependeza sana na kila mmoja wetu, especially wale ambao ni wanaharakati wa Umoja wa Afrika au Pan-Africanists, tungependa kuona bara letu la Afrika, nchi zetu tunatengamaa katika demokrasia ambayo ina misingi ya mfumo ya utawala ambayo ni ya hapa Afrika kwetu.
bila kujali hao wanaoweka mashinikizo na nini, kwa sababu umetaja nchi katika ukanda wetu ya Kenya ambayo ni vurugu ni nini. Jana niliona, ilikuwa jana kwenye mitandao, kuna mtu alitupiwa ni kiatu. Rais alitupiwa kiatu. Alitupiwa kiatu. Wale wanaoweka shinikizo. Demokrasia hii. Sasa hii ni demokrasia. Hata rais na wale wanaoshinikiza hiyo demokrasia, na ilisikitisha sana, tunasikitika sana. Sasa kwa Waafrika wenzetu kwa kweli changamoto ni nyingi sana. Demokrasia tusiogopi. Sio mbaya, sio neno baya, ila imekuwa misinterpreted, imetafsiriwa visivyo. Rwanda tuna demokrasia katika mfumo yetu ya Rwanda. Kesho wa Kenya nao wataamua wawe katika mifumo yao, lakini ikimjali sana mwananchi, kuleta amani, kuleta maendeleo, kuleta utulivu, kuondoa vitu ambavyo vinawakwaza sana. Na shangaa ni nchi gani ya Afrika ambayo itaweza kusema ni ya kidemokrasia wakati rushwa imeshamiri? Kwa mfano, hii rushwa haiwezi kumruhusu mwananchi akapiga hatua katika maendeleo. Hawezi hata kwenda kupiga kura. Hawezi kuona kwamba amewakilishwa, kwa sababu rasilimali chache zilizopo za nchi zinafujwa. Turudi kwenye rasilimali hapo David. Na hili swali ningependa ndugu Vedasto aanze nalo. Hizi rasilimali tunazozungumzia zimekuwa zikiwekezwa sana katika kuandaa chaguzi hizi ambazo tunazitaja. Pesa billions na billions zinawekwa katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika na kila mwananchi anahusika kwenda kwenye ballot na kuchagua. Lakini matokeo, bila kujali matokeo yatakwendaje, lakini waende kuchagua. Kipi kifanyike? Kipi kipewe kipaumbele zaidi? Kuwekeza katika uchaguzi ambao matokeo yake hayana tija, ama kuwekeza katika kujenga sera na mikakati ambayo inaweza kusaidia kuweka sera madhubuti za maendeleo ya wananchi? Kipi kipewe kipaumbele zaidi? Lakini pamoja na kwamba wamewekeza katika chaguzi za gharama, nafikiri kabla ya zile chaguzi kuna kuwepo na uhamasishaji na mafundisho kuhusu uchaguzi, na hao wanaochagua na wale wanaowafundisha, kuna vitu watahitaji katika ule uchaguzi, mahitaji ya vitu mbalimbali katika ule uchaguzi. Na ndiyo maana ya kuwekeza, kuwekeza katika ule uchaguzi na maandalizi yake. Maana uchaguzi sio kitu kidogo kusema kwamba itachukua gharama kidogo. Hapana, lazima kutakuwepo na masilahi. Sasa kipi kipewe kipaumbele zaidi? Kuwekeza zaidi katika uchaguzi na maandalizi yake, ama kuwekeza zaidi katika kujenga mifumo na taasisi imara za kuwatetea na kuwaendeleza wananchi? Vyote vinaenda pamoja. Kwa sababu kama kuwatetea wananchi, vile kuna rasilimali fulani itatumika. Katika ule uchaguzi vile rasilimali vile itatumika. Kwa sababu kuna vifaa ambavyo vinapaswa vitumike katika uchaguzi. Alafu kuna wale mobilizers, wahamasishaji katika mifumo mbalimbali ya uchaguzi. Kwa hiyo vyote vinaendana, inatakiwa viende pamoja, na vinahitaji bajeti fulani. Hiyo bajeti ndio inaifanyika kusudi uchaguzi uwe wa haki. Labda wewe unaionaje David katika haya mawili, tukisema kwamba uamuzi wa kuwekeza zaidi, mtu awekeze wapi zaidi katika kuandaa uchaguzi wa gharama kubwa, ama kuandaa
sera na taasisi imara za kuwaendeleza wananchi wakati, kabla na baada ya uchaguzi? Kufanya uchaguzi ni kitu kizuri kwa sababu ni kitendo cha kidemokrasia. Lakini nikueleze kitu kimoja, ndugu Luziga, ni kwamba hawa washinikizaji wamefanya nchi nyingi za Kiafrika ziwe hata tegemezi kwamba haziwezi kufanya uchaguzi mpaka wapewe msaada wa pesa za kuendesha uchaguzi. Nielewe hapo sasa. Huyu anayetoa pesa ili uchaguzi ufanyike nchi fulani, hakuna taswira kidogo unaipata kwamba ana maslahi katika analenga kwamba achaguliwe nani? Demokrasia iko wapi sasa? Anatoa pesa. Bahati nzuri sana sisi hapa Rwanda chaguzi zetu hazitegemei misaada ya nje. Tunajitegemea. Na hii ni jambo la kushukuru. Na sio kujitegemea kufanya tu bora uchaguzi. Tunafanya uchaguzi tena wa nguvu sana. Sisi tukifanya uchaguzi tafikiri ni harusi. Kama harusi. Kama harusi. Mimi mwenyewe katika mtaa wangu ofisi za mudugudu za mtaa, mimi huwa nanunua mavazi ya mitungi ya maua na hakisha kwamba mtaa unameremeta ili uchaguzi watu washerehekee. Kuna wale watu ambao wanatoka katika taasisi za kimataifa ambao wanaitwa sijui ni wachunguzi, waangalizi wa kuangalia kama kweli uchaguzi umefanyika kwa haki na ukweli. Sisi tukifanya uchaguzi hapa wanakuwepo, na kwa uchaguzi uliopita sikusikia hata katika chombo cha habari cha magharibi ambacho kilinung'unika. Hakuna, kwa sababu it was obvious, ilikuwa ni haki. Neno lilikuwa ni moja. Naona tunajitegemea. Imefanyika, umemalizika, imekuwa vizuri. Kurudia kwenye swali lako ambalo ni zuri sana. Kwa kweli kuwekeza kwenye uchaguzi ni mantiki ambayo siipati vizuri, kwa sababu uchaguzi hautakiwi kuwa expensive. Kama kuna mifumo imewekwa ya uchaguzi unaanzia pale chini kwa ngazi za chini kwa wananchi na panda juu, haitakiwi iwe expensive. Kwa sababu inaanzia kule, wananchi wanachagua wawakilishi wao, kwa sababu sisi demokrasia kwetu hapa ni ile demokrasia ya uwakilishi. Wananchi tunaanza pale chini, tunakwenda ngazi fulani mpaka ngazi ya taifa. Haitakiwi iwe ya gharama. Sana sana kununua vile viboksi vya kupiga kura, hiyo inakuwa katika bajeti ya taifa. Sio kitu kinani. Lakini unakuta nchi haifanyi uchaguzi mpaka yule mkoloni wa zamani awape. Sasa watachagua mtu ambaye ni mwakilishi. Hawatamchagua wanayemtaka. Anamwambia tumeshindwa kuandaa uchaguzi kwa sababu hatuna bajeti. Hatuna bajeti ya kufanya nini? Ni aibu. Sasa kwa kuwa tunazungumza kwamba haya mambo shinikizo kwa nchi zetu za Kiafrika na nini, kwa kweli wa Afrika jamani, kila siku tujifikirie na ikibidi tujihurumie. Ni lini tutajikwamua kwenye hii minyororo ya ukoloni mamboleo? Kila kitu mpaka uulize sijui wapi, kila kitu hamwezi mkajifanyia maamuzi. Na hawa viongozi tuwe waangalifu sana, ambao ni vibaraka wa hawa wakoloni. Hawa ndio wanalimbikiza mali kwenye mabenki ya hawa wakoloni huko nje, wanawaibia wananchi. Kesha kiondoka, basi atakaye kuja labda amepiga ngwara akaondoka akaingia mwingine. Tujifikire wa Afrika kwa kweli. Inasikitisha. Na demokrasia sio mbaya. Tujenge demokrasia yetu kwa misingi yetu, kwa maadili yetu ya Kiafrika, kwa sababu kabla ya koloni hawajaja Afrika ilikuwepo na ilikuwa inajitosheleza economically. Tulikuwa tunajitosheleza. Na tulikuwa tunakaa kabisa. Mimi nimewahi kuangalia David, nimewahi kukaa nikafikiria nguvu zinazotumika katika kuwaandaa wananchi kisaikolojia kwamba uchaguzi unakuja mpaka siku ya uchaguzi, na jinsi ambavyo wanakuwa na mwamko wa kwenda na kupiga kura wakiwa wanajua majina ya watakaopigia kura countrywide, nchi nzima.
Nikaangalia wakati mwingine kuna kampeni ambazo zinakuwa zinafanyika kitaifa lakini hazipatagi nguvu namna hiyo wala umaarufu wa namna hiyo. Kwa mfano naangalia, mimi nafanyia taasisi ambayo inahusika na masuala ya kuhakikisha wananchi wanajua wanakuwa wana ujuzi wa masuala ya fedha, financial literacy. Yes. Ili angalau kesho na kesho kutwa waweze kuwa na angalau kuweka akiba. Ndio. Mahali ambapo panatoa riba nzuri tu zaidi ya 11% na kitu. Sasa ninaangalia kwa mfano nguvu hizo zikiwekwa kwa wakati mmoja, kwa sababu tunazungumzia domestic resource mobilization ambayo tunazungumzia kwamba taifa linahitaji kuwa huru, liachane na kwenda kukopa nje, liwe na mahali ambapo linaweza likakopa ndani ya taifa. Lakini naangalia nguvu zilizowekwa katika uchaguzi kwa bajeti ile ikiwekwa katika kipindi hicho cha maandalizi. Kunasema wanaandaa uchaguzi kwa miezi 5, basi tufanye maandalizi kwa miezi 5, wananchi wajue, wawe na ujuzi wa masuala ya fedha, waweze kuwekeza fedha zao mahali fulani, na pesa hizi zitasaidia wao kwa sababu ya riba inayopatikana, lakini isaidie taifa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Ndio. Unadhani, ndio maana nilikuwa nakwambia ni kipi kiwekezwe zaidi? Tuwekeze katika zaidi chaguzi ama kujenga sera na taasisi ambazo zinaweza zikasaidia wananchi kupanda kimaendeleo? Ningekuwa na uwezo, lakini msiseme kwamba nimekiuka misingi ya kidemokrasia. Kwa sisi wa Afrika tukiangalia zile priorities zetu, tusingekuwa hata tunafanya chaguzi. Kama tuko na amani, tumetulia, tufanye chaguzi pale ambapo labda imeonekana kuna matatizo. Lakini ambapo kuna matatizo tusingefanya hata chaguzi. Tukafanya, unaona kama wananchi unawaendeleza kwa kuwapa ile financial literacy, wajue namna ya kutengeneza na kufanya mipango yao, kujua kwamba anaweza akafanya mradi wa kumletea faida. Ndio mambo tunahitaji. Unaona? Na wananchi wakishaelewa wakawa na uwezo, hata mafarakano wanakuwa shida. Alafu yule mwananchi ana ardhi yake, inavyolingana tu unamfundisha namna ya kuiendelesha mpaka impe mazao nyingi kuliko anavyopata leo. That's what we need. Ndio tunahitaji hiyo. Unamfundisha, hayo ndio mambo mazuri ambayo yanaleta matunda ambayo yanashikika. Unaona? Tukawa tunajikita zaidi katika vitendo ambavyo vinamwendeleza mwananchi, vina manufaa kwa mwananchi. Tukawa tunaangalia huyu mwananchi ana matatizo gani, tunamtatulia matatizo. Mwanae anaenda shule, ana miundombinu aweze kuuza mazao yake na kadhalika. Unaona? Unavyosema ni kweli, tungewekeza katika mambo hayo. Lakini sasa kwa yule ambaye anategemea kwamba atapata pesa nje kwa ajili ya uchaguzi, kwanza nusu itapotea. Kwa sababu naye sio mjinga, naelewa. Hizi ni pesa nusu itapotea. Nusu nyingine itaenda kufanya uchaguzi, na kwa sababu wanajua matokeo yatakavyokuwa, watakavyofanya, sielewi. Sinakuta hakuna demokrasia tu. Nafikiri dakika zangu zimekwenda kwa kasi sana. Huwezi kuamini kwamba zimekwisha. Na ningependa Bwana Vedaste Ruganinkwali uhitimishe kwa upande wako kwa kugusia zaidi, unadhani mchango wa taasisi kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi, vyombo vya habari, unadhani mchango unaweza ukawa upi kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa wanauelewa wa kile wanachokihitaji kati ya vile ambavyo vinawekwa mbele kutokana na shinikizo na vile ambavyo vinatakiwa kupewa kipaumbele kutokana na maslahi yao? Kusema ukweli ni kwamba hawa wananchi kila unavyomwelekeza na vinavyokuwa na manufaa kwake anavifahamu, anaelewa, inakuwa rahisi kwake kuelewa. Na wewe kama kiongozi mzuri unayeelewa maslahi ya wananchi, unahitaji wananchi wapate maslahi katika uongozi wako, lazima utawaelekeza kwenye manufaa, kwa kufanya vile vitu vyenye manufaa. Na akiridhika na yale maelekezo yako, tayari umeshinda. Ndio ushindi wenyewe. Ndio ushindi wenyewe. Naam.
Nafikiri nakushukuru sana kwa sababu tukisema tuendelee katika mada hii mada ni ndefu sana na ni uzi haswa kwa sababu ni kukunjua sana. Kwa hiyo tuiachie hapa ili tuje kupata muda mwafaka wa kwenda katika awamu nyingine ya mada kama hizi, kwa sababu ni nyingi. Kipindi ni Dira Yetu ambacho kipindi kinakuwa kila siku ya Jumanne. Kwa hiyo mada kama hizi zinarudi sana, zinarudi kwa jina tofauti ama muundo tofauti ama wageni wachambuzi tofauti, lakini mada hizi zinarudi sana. Kwa hiyo ndugu David, najua una mengi sana ya kuongezea, ndugu Vedasto una mengi ya kuongezea katika hili, lakini naomba tukamilishe kwa kuwaalika watazamaji wetu kwamba wakati mwingine unapokuwa unafuatilia kipindi kama hiki, usiache kutuma ujumbe wako. Tuma ujumbe wako, toa mchango wako pia, na tufuatilie katika mitandao ya kijamii ya RBA kwa sababu tupo katika Rwanda Television, tuna mitandao, tupo kwenye YouTube, na unaweza kutufuatilia kwenye Instagram na Twitter, unaweza kutufuatilia sehemu mbalimbali, hata TikTok tupo. Kwa hiyo sasa hivi dunia imekuwa ni ya kimtandao zaidi. Tuwasiliane kwa namna moja ama nyingine, utoe maoni yako, nifuatilie mimi binafsi kupitia mitandao ya kijamii, iwe Instagram, Twitter, Facebook, nipo, na huko tunaweza tukaendelea kujadili katika mada mbalimbali hizi ambazo tumezijadili na nyingine nyingi ambazo unaweza kuchangia wewe, na kama unadhani kuna ile ambayo unaweza kufaa kukaa katika kiti hiki, usiache kuwasiliana nami. Wasiliana nami kwa namna moja ama nyingine, na mimi nitakuwa tayari kabisa kukualika na kukaa na wewe tujadili mada hizi kwa kina, kwa manufaa yetu sisi na wananchi ambao wanatufuatilia, iwe ndani ya Rwanda na nje ya nchi hii, kwa sababu taasisi hii ni kubwa na wigo ni mpana. Kipindi ilikuwa ni Dira Yetu na hii ni RTV. Mimi ni Ruziga Emmanuel Masantura. Chao chao.